Kwa majina naitwa Kelvin Elias, nimeokoka na mpenda Yesu. Kelvin Elias. Nimetokea katika kanisa la Kilopiti Unga Limited. Naenda kusema mistari yangu ya moyo. Misali 3 mstari wa kwanza hadi 35. Na anasema, mwanangu usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea nguvu ya siku na miaka uzima na amani. Rehema na kweli zisifarakane nawe, zifungue shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako, hivyo utakapopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za Adamu. Tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkirie, na atanyesha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mcha Bwana kajiepushe na uovu. Itakuwa afya mwilini pako na mafuta mfupani mwako. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojaza kwa wingi na umeshindikizwa kwa tafrika divai mpya. Mwanangu usidharau kazi Bwana wala usione taabu kurudana naye, kwa kuwa Bwana mpendaye Mungu kama vile baba wanampendeza. Heri mtu yule anaye hekima na mtu yule apata ufahamu, maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha, na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi. Yana thamani kuliko marijani, wala vita vitamanivyo vilingana naye. Anawingwa katika mkono wako wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wako wa kushoto. Njia zake njia za kupendeza, na mapito yake yote ni amani. Yeye ni mtu azima kwa wamshikao sana, na heri kila mtu amshikamanaye naye. Kwa hekima Bwana aliweka misingi ya nchi, na kwa akili zake akafanya miguu imara. Kwa maarifa yake vinili vigawanyika, na Mungu dondoza umani. Mwanangu yasiondoke machoni pako, shika kama kabili la busara, basi atakuwa kwa nafsi yako na neema shingoni mwako, ndipo utakapokwenda katika njia yako, wala mguu wako utakuwa ulalapo utaona ufunamu, utalala singizi wako utakuwa mtamu. Usiogope ufu wala uharibifu wa utakapofika, kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako na atakulinda mguu wako. Usiwanyime watu mema aliyoweka, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usiwaze mabaya juu ya jirani yako ambaye anakaa nawe na kujiona salama. Usindane na mtu bila sababu kwako kudhuru kwa lolote. Usimhusuru mtu mwenjeuri, wala chagua moja hapo njia zako, maana mtu mkaidi mchukizo kwa Bwana, bali siri yake moja hapo au laana Bwana katika nyumba au, bali ibariki maskani yake yake. Hakika yake dharau na dharau, bali wapa nyenyekevu neema. Hekima taurithi utukufu, bali kuguza kwa mbavu ni fedha. Zaburi ya 27 mstari wa kwanza hadi 14. Na anasema, Bwana ni nuru wangu na wokovu wangu, nimuogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mwovu nani? Watenda mabaya aliponikaribia, wanile nyama yangu. Watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Jeshi lijapojipanga kupigana na muongo utaogopa, vita vijapojitokea hapo nitatumaini. Neno moja nimetaka kwa Bwana, na ndilo nitakalotafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Nitazame uzuri wa Bwana, kutafakari kalini mwake. Mradi atanistiri bandani mwake, siku ya mabaya atanistiri katika stara ya yake, na kuniinua juu ya mwovu, na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka. Nami nitatoa dhabihu za shangwe, imani mwake nitaimba, nami nitamhimidi Bwana. Bwana nisikie kwa sauti yangu, nalia unifadhili unijibu. Uliposema nitafuteni uso wako, moyo wangu umekwambia Bwana uso wako nitautafuta. Usinifiche uso wako, usiniepushe na mtumishi wako kwa siri. Umekuwa msaada wangu, usinitupe Mungu wa wokovu wangu. Babangu na mamangu wameniacha, bali Bwana atanikaribisha kwako. Bwana unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyooka, kwa sababu yao naona usinitie katika nia ya tatizo, maana mashahidi wangu wameniondokea, na watu hawajeriko na mapunzi. Naamini ya kwamba nitauona wema Bwana katika njia walio hai. Ngoja Bwana hodari, upige moyo kwenda na ngoja Bwana. Zaburi ya 121 mstari wa kwanza.